Ramadhani ni sawasawa na biashara iliyosimama kwa muda mfupi wa ghafla. Biashara ile ikawa sio wengi wanaojua, wakapata kufahamu baadhi ya watu wakawa wanajulishana kwa njia mbalimbali. Hamna habari, kuna biashara ambayo watu wanafaidika nayo kwa wingi. Walikuwa wajanja wakapatiliza kwenda kufanya biashara hiyo, farabiha fiha man rabih wa khasira fiha man khasir. Katika biashara hiyo wamepata faida watakaopata na wamepata hasara watakaopata. Kama umma wa Kiislamu hatuwezi kujua thamani yetu kama hatutotafuta elimu ya kutufahamisha nini thamani yetu. Binadamu yoyote hawezi kujua thamani ya kitu mpaka aelezwe, na kuelezwa ndio kusomeshwa na kufundishwa. Wengi labda alikuwa hatujui thamani ya Lailatul Qadr, lakini unapoelezewa fadhila zake, mtume alizungumza nini kuhusu Lailatul Qadri, natija yake na faida zinazopatikana na thawabu nyingi, baadaye binadamu inakaa katika akili yake kwamba Lailatul Qadri sio kitu cha kuchezea au sio kitu cha kuachwa bure bure, ni kitu cha kutafutwa kwa thamani yoyote. Hii ndio maana ya elimu. Na duniani watu walioendelea na kufahamu mambo na kupendwa na Mwenyezi Mungu ni wale ambao wamejitahidi kutafuta elimu ya kujua mambo. Hata katika Qur'ani Allah anasema innama yakhsha Allaha min ibadihi alulama, hakika wale wanaomuogopa Mwenyezi Mungu katika waja wake aliowaumba, kuogopa na kumcha Mwenyezi Mungu kikweli ni wale wenye elimu. Kwa sababu anapopita mtu hapa akatoa salamu, wewe utaitikia kwa sababu humjui yule mtu kwa aina yake. Salamu yako ya kumuitikia yule bwana wakati humjui sio sawa sawa na salamu ya kumuitikia mtu unapomjua. Assalamu alaykum wa rahmatullahi, unaonekana kama unalala unasinzia, unaona kama anakuchosha kuitikia kwa sababu humfahamu. Lakini watakapokuambia wenzako kwamba unamjua alotoa salamu pale, ukamjibu kama simjui, kwamba basi yule ndo waziri tarbia, yule ndo waziri wa elimu. Akipita tena mara ya pili akitoa salamu utakaribia kunyanyuka kwa sababu sasa umemjua. Kwa hiyo kujua na kutojua ni vitu viwili tofauti. Na ndiyo maana watu wamefika mbali sana kwa sababu wamejua kile kitu, na wengine wamechelewa kwa sababu hawajajua kile kitu, na kuna wengine wanajua lakini hawataki kwenda mbali. Na ndio maana wenye kusema wangasema ar-rijalu arba'a, watu wako aina nne. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri, yupo mmoja anajua, anayo elimu na anajitambua kwamba yeye anajua, amefika mbali, anajua kwamba mimi nina elimu. Hadha alimun fasalu, huyo anayejua na anajua kwamba anajua ndiye mwanachuoni. Tunatakiwa tumuulize matatizo yetu, maswali yetu, atatupa majibu mazuri. Wa rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri, na kuna mtu ambaye hajui na anajua kwamba yeye hajui. Hadha jahilun fa'allimu, huyu ni mtu wa kawaida anataka elimu na yuko tayari kusomeshwa, msomesheni. Hajui na anajua kwamba mimi sijui. Akisikia sehemu yupo mtu msomeshaji atakwenda, akisimama mtu kumfahamisha atafahamu. Wa rajulun yadri wala yadri annahu yadri, na yuko mtu wa tatu, yeye anajua lakini hajui kama anajua. Anajua lakini hatambui kama anajua. Hadha nasin
fadhakiru. Huyu ni mtu amejisahau, ameghafilika, anatakiwa kukumbushwa, ambiwe wewe si unajua kila kitu, wewe si umesoma, mbona elimu yako huitumii, mbona unaishi katika mazingira haya wakati mtu kama wewe anapaswa kuishi hivi? Kwa sababu anajua lakini hajui kama yeye anajua. Huyu anataka kukumbushwa. Wa rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Mtu wa tatu ni mtu ambaye hajui na anajua kwamba mimi sijui. Lakini mtu wa nne, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Huyo hajui na hajui kama yeye hajui. Huyu ni mtu hatari sana katika jamii. Wa mwanzo anajua na anajua kwamba anajua, ni mwanachuoni. Wa pili anajua lakini hajui kama anajua, kajisahau. Wa tatu hajui na anajua kama mimi sijui. Huyu anataka kusomeshwa. Lakini wa nne hajui na hajui kwamba yeye hajui, na ukimuuliza hujui kwa nini, pia hajui kwa nini yeye hajui. Sasa huyu ndiye ana hatari. Maana yake pia anaweza kuingia mahali ambapo sio mahala pake. Akisikia watu wanataka imamu, atasema mimi nitakusalisheni. Akisikia watu wanataka mtu mwenye kusomesha, sema niko tayari. Akisikia mtu anataka dereva, anasema mimi najua. Akisikia atajipachika mahala popote. Lakini idha usida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhiru saa. Huyu ndio mwenye kuharibu. Na mara nyingine hutokeza akisikia bwana tunafanya uchaguzi, tunataka watu fulani katika jamii yetu, na yeye anatokezea, nichagueni, nitapeleka mambo yenu vizuri. Na anakuwa mjanja wa kutumia ulimi wake, lakini sifa zile hazipo. Na mara nyingi watu ndio ufikiria hawa wanafaa, na wakatwikwa majukumu ya watu, na hatimaye mambo yakaharibika. Ndio maana Uislamu ukaipa priority kitu kinachoitwa elimu kwanza kabla ya kitu chochote. Allah anasema fa'lam annahu la ilaha illa hu wal malaika wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Jua kwamba hakuna Mwenyezi Mungu mwingine, ni Mungu yule wa haki tu. Hakuna Mungu mwingine wa kuabudiwa, ni Mungu mmoja tu. Lakini kwanza ujue, ukimjua Mwenyezi Mungu ndipo utakapomwabudu. Hiyo ni elimu ya mwanzo. Alafu inafuata na elimu nyingine. Mwenye elimu yoyote ndiye mtu muhimu sana katika jamii. Ndugu zangu, tizama tofauti ya anayejua na yule asiyejua. Wanasema Imam Shafi'i wakati alipokwenda Makka, kwa mara ya kwanza anakunywa maji ya Zamzam, alimuomba Mwenyezi Mungu ampe mambo matatu. Anasema sharibtu zamzama li thalatha, nimekunywa maji ya Zamzam kwa sababu ya vitu vitatu. Watizameni watu waliokuwa wanafahamu thamani ya kitu. Sharibtuhu lililm, nilikunywa maji ya Zamzam nikamwomba Mwenyezi Mungu aniruzuku elimu, kwa sababu Mtume anasema ma Zamzam lima shuriba la, maji ya Zamzam kwa lile lengo utakalokunywa kwa ajili yake. Mtume alituambia tukinywa maji ya Zamzam tumuombe dua Mwenyezi Mungu pale. Kwa hiyo anasema sharibtuhu lililm, nimekunywa maji ya Zamzam nikamwomba Mungu anipe elimu. Hicho ndio kitu cha kwanza. Na kitu cha pili, nimemwomba anijalie Mwenyezi Mungu niwe na shabaha ya kuachilia mikuki na viembe vile. Anasema fakuntu armi 10 fi 10, alikuwa hodari katika fani hiyo. Washaribtuhu liljanna, na mwisho nilimwomba Mungu anipe janna. Mambo matatu. Moja, la kwanza elimu. Elimu kwanza. Ukiona mtoto wake hampi elimu kwanza, ukiona yeye mwenyewe hapendi elimu kwanza, jua kuna matatizo hapa. Kwa sababu kitu cha kwanza kwa mwanadamu awe na elimu, ndipo atakapokuwa na thamani ya ubinadamu wake. Anasema ama kuhusu elimu, faha ana kama taraunani. Imam Shafi'i anasema kuhusu jambo la elimu, hebu nitizameni nilivyo.
kama mnavyoniona, alhamdulillah, Mungu amenipa. Ndio maana tukasema yuko mtu anajua na anajua kwamba yeye anajua. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal anasema kana Shafi'i lidunya kashamsi lidunya, kana Shafi'i linnas kashamsi lidunya. Hapa Misri, hapa Iraq, hapa Baghdad, Shafi'i alikuwa kama mfano wa jua kwa dunia, kwa elimu yake, sunna za mtume akizitetea. Watu walikuwa wanazichezea hadithi za mtume, wanachezea aya za Qur'ani, wanaichezea dini. Alipokuja kwa msimamo aliokuwa nao, akarekebisha vitu vingi sana. Hadithi nyingi zikichezewa, mtu anafanya biashara yake tu ya maziwa, akiona maziwa labda hayanunuliwi, anajitia kuna hadithi mtume alisema kunyweni sana, japokuwa zipo hadithi sahihi, anatoa hadithi yake, jamani maziwa hivi. Anauza dengu, akiona dengu lake halinunuliwi, anaambia jamani, man akala adasan 40 yawman bari'a min an-nifaq. Maana yake anatoa hadithi za uongo ili biashara. Hadithi zimejaa hivi. Ndio maana unasikia hadithi dhaifa, hadithi munkar, hadithi maudhu, kila aina ya hadithi wanamzulia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata Ma'mun na kina Harun Rashid wakati wao waliweza kumkamata jamaa mmoja wadhi'ul ahadith, yule mwenye kutengeza hadithi za uongo. Akawa amepatikana na hatia ya kuuawa kwa kumsingizia mtume uongo. Alipotaka kuuawa huyu bwana akacheka kwa kejeli. Harun Rashid akamuuliza, unacheka nini? Akamwambia, nacheka kwa sababu nimewaekea hadithi zaidi ya 1000 za uongo. Sasa mnaniua, lakini hizo hadithi zipo na zinaenea, na watu wataziona kama ni hadithi za mtume, wakati za uongo maksudi. Yule Amiri al-Mu'minin akacheka, akawaambia, na mimi ninakucheka sana. Kauliza, wewe unacheka nini? Akasema, aina anta min Yahya ibn Ma'in wa Ahmad ibn Hanbal. Unawajua watu wawili, yupo Yahya ibn Ma'in na Ahmad ibn Hanbal, wao kazi yao kuzichunga hadithi za mtume Muhammad. Hao ni ulama, kazi yao yankhilaniha nakhlan, wanazichunga kama vile unga ule mbaya unakuwa huku na mzuri unakwenda mahali. Kwa hiyo wewe hata umezieka, lakini wapo watu wanazifuatilia. Na Mungu amejalia katika hao ulama wanaojua, wamepatikana watu wanazitoa hadithi za uongo, hadithi za kweli, wanafuatilia sanad, wanafuatilia matni, wanafuatilia sifa ya hadithi mpaka kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam al-Bukhari katika uwerevu aliokuwa nao wa kuzitafuta hadithi, aliambiwa siku moja yupo mtu kwa ana hadithi anazihifadhi, akaona niende nikasome kwake. Alipofika akauliza, yuko wapi fulani? Akamwambia yuko nyuma ya nyumba yake anamtafuta ngamia wake. Alipofika Imam Bukhari akamwona yule mtu anamuita ngamia wake kama kuna kitu mkononi, anamwambia, yani kama vile kumdanganya apate kumkamata. Imam Bukhari akamuuliza, unafanya nini? Akamwambia, namuita ngamia wangu, namdanganya tu, lakini mkononi mwangu hamna kitu, nataka aje karibu nipate kumkamata. Imam Bukhari akasema, ikiwa unamdanganya ngamia, lazima umedanganya juu ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadithi zako sio sahihi. Mpaka ile kudanganya hayawan pia, namna gani walikuwa wako very much concerned na hadithi za bwana mtume Muhammad. Ulama wapo wanaojua, wanaotambua, na sisi tumeambiwa tuwatafute hao tupate kusoma kwao. Alimradi tu tusiwe wajinga, tusiwe na sifa kwamba hatujui. Ndo dhalika alimun fasalu, huyo ni mwanachuoni, muulizeni. Imam Shafi anasema, nitizameni anadha, kama ninayo elimu au sina. Na kitu cha pili, anaachilia shabaha kama vile mtu hodari. Na kitu cha tatu ni janna. Anasema, ya Rab, nataraji Mungu atanipa janna kesho siku ya kiyama. Elimu ni lazima katika umma wa Kiislamu, na tujaribu kuitafuta kwa nguvu zetu zote. Na haya mambo ya kujaribu ni mambo muhimu sana katika society, katika jamii yoyote. Mtu ambaye hajaribu hawezi kufanikiwa.
lazima tujaribu. Ulama al-usul ilmu al-ijtimaa wanasema jaribu kila kitu, jaribu kila kitu, usijaribu mambo manne tu, lakini kila kitu kingine jaribu. Na vijana tukitaka kufanikiwa tujaribu kila kitu isipokuwa mambo manne tusijaribu. Usijaribu kitu ambacho kimeharamishwa na dini yako, usijaribu. Usijaribu kitu ambacho kinaleta madhara katika afya yako. Usijaribu kitu ambacho kinaondoa murua kwa binadamu, yani kinaondoa heshima kwa binadamu. Usijaribu kitu ambacho ni hatari kwa usalama wa watu wengine na kwako wewe. Haya mambo manne usijaribu. Lakini Uislamu unatuambia tujaribu kila kitu. Na watu wenye kufanikiwa sana katika maisha yao ni wale wenye kujaribu, kuriski. Utaona ukiwa na pesa, mtu anajaribu tu, nataka kufanya biashara, anatupa pesa zake nyingi sana katika biashara. Yule ima atafanikiwa au ima atafilisika, amejaribu. Na yule mwingine anasafiri mbali, anaenda kutafuta elimu. Yote hiyo ni kuriski maisha yako. Sasa Uislamu tuna tabia ya kuogopa katika mambo. Hatuna tabia kama za baadhi ya mataifa ya watu, wao wanajaribu kila kitu, wanariski maisha yao. Sisi tumeambiwa tufanye hivyo, isipokuwa katika vitu ambavyo tumevitaja. Kitu ambacho kimeharamishwa na dini usijaribu. Usiseme leo nataka kujaribu pombe hii, bia inalewesha kiasi gani. Usitaki kujaribu katika hilo, kwa sababu Mungu kishasema ni haramu. Au mtu akasema wacha nijaribu kidogo sigareti, mbona watu wanasema ina madhara ina nini, lakini nataka nijaribu. Sigara ukataka kujaribu nao, kwa sababu madhara yake yamekwisha kuonekana ni makubwa, ni kitu kina madhara katika afya. Wenyewe wenye kutengeza sigareti sio sisi tuliosema. Unasema cigarette smoking is harmful to your health. Uvutaji wa sigara unadhuru afya yako. Hii haikutoka kwa fatwa kwa wanachuoni wala nani, ni wenyewe wanaotengeza sigara hii wanakuambia uvutaji wa sigara unadhuru afya. By the way, wanasema sigara ina faida 3. Faida 3 peke yake, haina la 4 lake. Sema faida ya kwanza ya sigara, mtu mwenye kuvuta sigara hawi mzee. Hawi mzee, ndio faida yake. Faida ya pili, mvutaji wa sigara hakaribiwi na mbwa akamnusa. Na faida ya 3, nyumbani kwake haingii mwizi kuiba. Tafsiri yake nini? Anasema huwi mzee kwa sababu utakufa kijana. Ndio maana kwamba huwi mzee, maana miaka 30, 35, 40 wewe umeshavuta sigara, chain smoker, utakufa mapema kwa sababu TB, mapafu yako, maradhi yatakuwa. Utakuwa wewe uzee utaupata vipi wakati una destroy afya yako kuingiza moshi katika. Anasema faida yako ya pili, mbwa hakukaribia, kwa sababu hata ukifika umri wako huo utakuwa unatembea na bakora, na mbwa akikuona na bakora anakimbia mwenyewe automatically. Na mwizi haingii nyumbani kwako kwa sababu usiku kucha utakuwa unakohoa. Sasa ni mwizi gani huyo ataingia katika nyumba? Kwa jaribu kila kitu, lakini sio vitu vya madhara. Usijaribu. Sio kitu ambacho ni haramu, usijaribu. Usijaribu kitu ambacho kinaondosha heshima kwa mwanadamu. Mwanadamu anatakiwa kuheshimika. Usijaribu kitu ambacho usalama unakuwa unapotea kwa kitu kile. Kwa suala letu la elimu, ndugu zangu, ni suala muhimu sana, na tusitoe upole wowote katika jambo hilo. Tusiwe rahisi sana katika jambo hilo. Tusiwaachie watoto katika jambo hilo. Tusiwaachie umma wa Kiislamu katika suala hilo. Tuhakikishe tunapika namba 1 katika suala la kutafuta elimu. Shafi'i al-Jalil anasema tasabbar ala murri al-jafa min muallim واعلم أن رسوب العلم في نفراته ومن لم يذق مر العلم ساعة تجرأ لذل الجهل طول حياته ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه 4 لوفاته
mal fata illa bil ilmi wat-tuqa fa in lam yakuna fala i'tibara li dhatihi. Anasema vumilia katika kutafuta elimu, hata kama kuna machungu kiasi gani, lakini kuwa na subira juu ya hilo. Najua kwamba kufeli kwa mwanadamu katika hii dunia ni kufeli katika elimu, na yule mtu ambaye hatovumilia machungu ya kutafuta elimu kwa dakika moja, huyo atakuwa na machungu ya ujinga umri wake wote. Kisha anasemaje? Man fatahu at-ta'limu waqta shababihi, atakayekosa kwenda shule, kwenda madrasa, elimu katika umri wa ujana, fakabbir alayhi 4 liwafati, huyo mpigie takbira 4 kwa sababu kishakufa. Atakayekosa elimu katika udogo wake, mwenye kupigiwa takbira 4 ni maiti. Basi sasa fakabbir alayhi 4 liwafati, kwa sababu maiti ukisimama Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin, Allahu akbar Allahumma salli ala, Allahu akbar Allahumma fillah, unapigiwa takbira 4 kwa sababu umeshakufa. Sasa Shafii anasema mtu ambaye atakosa elimu katika ujana, alafu pia hata utu uzimani asipatilize akaeka baadhi ya mambo yaliyokosa katika ujana, apigiwe takbira 4, kwa maana kwamba ameshafariki. Innamal fata, hakika kijana wa kisawasawa, bil ilmi wat-tuqa, awe na sifa mbili, elimu na ucha Mungu. Fa in lam yakuna, kama hana sifa hizo mbili, fala i'tibara li dhatihi, kupatikana kwake katika hii dunia ni sawa sawa na kukosekana kwake. Watu wawili hawa tuwape heshima sana katika jamii, mwalimu na daktari. Hata ulama wamehusia sana, wanasema ukienda katika mji ambao hauna watu hawa wawili, basi usikae katika mji huo. Ukifika katika mji au kijiji ambacho hakuna mwalimu, hakuna daktari, hama, nenda mji mwingine. Lakini ukiona mji kuna madaktari ndani na kuna walimu, huo ni mji bora. Na atapataje mtu daktari na ualimu kama hakusoma? Ndio akasema maneno ya hekima ndani, akasema innal muallima wat-tabiba kilahuma la yansahani idha huma lam yukrama, fasbir lidaika in jafauta tabibahu wasbir lijahlika in jafauta muallima. Hakika mwalimu na daktari wote wawili hawa, ikiwa maneno yao hayathaminiwi, advice zao hazithaminiwi, anasema basi hakuna maisha. Subiri ugonjwa wako ukuue ukiwa humheshimu daktari, na subiri ujinga wako kutokomeze katika jahannam ikiwa hukumheshimu mwalimu. Hata watu walikuwa wanajaribu kufanya kukompea kati ya elimu na mali. Imam Ali ibn Abi Talib akasema al-ilmu afdalu min al-mal, lianna al-mala tahrusuhu wal-ilmu yahrusuka. Elimu ni bora kuliko mali, kwa sababu hivi ndivyo vitu alivyovitaja Mtume, elimu na mali. Hata akasema la hasada illa fitnatain, hakuna ruhusa ya kuhusudiana isipokuwa labda katika mambo mawili. Ile hasadi ghibta, mambo mawili unaweza kumhusudu mtu, sio kumhusudu kwa sharia, yani kutamani ile neema ambayo Mungu amempa abaki nayo na wewe uwe nayo. Mtume akataja elimu mbili, akataja vitu viwili, akasema rajulun ataahu Allahu malan fahuwa yunfiqu fi sabilillah ana al-layli wa atrafa an-nahar. Mwenye kuhusudiwa ni yule ambaye Mungu amempa mali, akawa mali ile anaitoa katika sabilillah, anaitumia katika dini usiku na mchana. Na mtu wa pili, rajulun ataahu Allahu al-Qur'an, mtu ambaye Mwenyezi Mungu amempa elimu, amempa Qur'an, fahuwa yatluhu ana al-layli wa atrafa. Hawa ndio wanaohusudika. Sasa katika kukompea wakasema al-ilmu wal-mal ayuhuma afdal, elimu na mali kipi bora? Na zote ni silaha mbili muhimu sana. Hata mshairi wa Hindi Muhammad Iqbal anasema bil ilmi wal mali yabni an-nas mulkahum lam yubna mulkun ala al-jahl wal iqlal, kwa elimu na mali ndipo watu hujenga nchi yao. Sasa ayuhuma afdal, anasema al-ilmu afdalu min al-mal, لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال. Elimu inakuchunga wewe, inakulinda wewe, na wewe unalinda mali, unaichunga mali.
Kwa hiyo vitu viwili hivi ni tofauti. Wewe lazima uichunge ile mali, ulali usiku, kwa sababu utafute njia ya kuprotect mali yako. Unaandika watu kazi waichunge tu mali yako, mwenyewe unapanda pressure ikishuka kwa sababu ya kuchunga mali inaibiwa. Na ukienda mahali una raha, mali yangu sijui itakuwaje, unachunga mali yako, na mara nyingine inakuua. Usikie watu wanakufa pressure. Anasema mmoja katika shuyukh mu'tamadin alikuja kutembelewa na bwana mmoja, anamwambia njoo nyumbani kwetu mfanye ziara ya kumuona mzee wetu, hali yake ni mbaya sana, anaumwa. Yule bwana akaondoka kwenda kumzuru. Anasema nilipofika nikaona mtu ambaye ana uwezo mkubwa katika mali, amejenga nyumba ya kifahari, watoto wake wanaonekana wameishi vizuri, lakini nikasikia hali yake ya maradhi ni mbaya. Kuingia ndani, baba yule mwenye nyumba anayeumwa akaniambia, naomba hawa watoto watoke, nibaki mimi na wewe. Watoto wote wakatoka, akabaki yule mualij na baba yule. Walipotoka tu anasema alilia sana mzee yule, kilio kikubwa. Na ukiona mtu mzima analia ujue kuna habari kubwa. Akauliza, kwa nini unalia? Akasema, mimi unavyoniona umri huu wa miaka 60 nimefika, sikuwahi kufanya ibada yoyote katika maisha yangu. Watu walikuwa wakija kiniambia mara kwa mara, mbona unafanya sana kazi, unatafuta sana hela, lakini msikitini hatukuoni, Maka uendi kuhiji, utoi zaka mali yako, kwa nini? Nikawaambia, asubirini, utafika wakati nitastaafu, nitaretire, nitaanza kufanya ibada. Na huu ni ugonjwa mkubwa wa umma. Hujiona kwamba kana kuna agreement na Allah kwamba nikifika miaka 60, 65 sasa nitaanza kutubu, nitaenda zangu Maka kufanya hija, nitaenda zangu kufanya istighfar, nitarudi katika sirat mustaqim, nitakuwa msikitini. Mara mauti yanakuja. La yadri alghani mata ya'ilu wala yadri alfaqir mata ghinahu. Fukara hajui atatajirika lini, wala tajiri hajui atafilisika lini. Hiyo ni kazi ya Mungu. Qulillahumma malikal mulk تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Kazi hiyo ni ya nani? Wewe umepata kwa ajili Mungu. Mara anachukua alichokupa, ananyanyua, anaweka chini, anampa, ananyang'anya, anaua, anahuisha, anatoa, anachukua. Kazi ya Allah. Hakuna mtu amejua kwamba siku fulani atakufa. Yote hayo yako mikononi mwake. Basi subhanallah, yule bwana akalia sana. Anamwambia, unalia nini? Anasema, hayo ndio yalionifika mpaka nimefika umri huu, sijawahi kufanya ibada. Akamwambia, basi tubu kwa Mungu, na maadamu una mali, hata ukifa watoto wako mali wataisimamia, watajenga misikiti, watajenga madrasa, hospitali, watatoa sadaka, watakufanyia kheri. Akalia zaidi alipotajwa watoto. Akasema, hawa watoto hawa sio watoto hawa. La haula wala. Huyu mzee alikuwa anaugua kansa. Mungu atukinge na maradhi hatari. Hawa sio watoto. Kwa nini? Anasema, hawa kuna siku waliingia hapa chumbani, nikawaambia tokeni nje, nataka nipumzike. Hawakutaka kutoka, wakawa wamekaa mbele yangu wanazungumza. Mimi nikajiakti kama nimelala, nikaanza kukoroma, lakini sikulala, na wasikiliza wanazungumza nini. Walipomsikia mzee wao wakasema amelala, wakaanza kuzungumza juu ya kurithi mali kabla ya baba yao hajafa. Wanaambizana, mie nyumba yangu itakuwa ile baba, mie nyumba yangu itakuwa ile. Mpaka mwisho anasema wakagombana juu ya nyumba moja iko katika mitaa ya watu matajiri. Hiyo nyumba special, kila mmoja anaitaka yeye.
mwingine sema mimi ndo mkubwa na stahiki kupata ile, mwingine sema la, mimi ndo nimehangaika na mzee siku hizo zote. Kila mmoja anataka yeye nyumba ile. Hawa wanataka kunirithi mimi niko hai bado. Hawa ni watoto hawa, watakuja kutoa sadaka hawa, watakuja kuniombea mimi dua. Hawafai kabisa. Mali inakuua wewe mwenyewe, umeitafuta. Leo pressure inapanda mpaka maradhi yanakusibu, na wale watakaokuwa umewaachia wala hawana uchungu nayo, wanatamani huyu mzee atakufa saa ngapi sisi tupate kurithi. Manake kurithi kwetu bainana wa baina mauti. Mirathi yetu sisi hapa, kila mmoja kupata flati yake, jumba lake, villa yake, ni kifo cha huyu mzee tu. Na mara nyingine ndio watoto wanachukua hatua, wanampiga nyundo mzee wao, anamalizika, wanachukua kila kitu, kwa sababu wanajua wendo ndo kizingiti. So mali inafanya, mali ndio inafanya. Lakini elimu je, hakuna mtu atakurithi. Hata mtoto hawezi kurithi elimu yako. Anaweza kuona vitabu tu, lakini kusema yeye kusoma hajui. Ndio Imam Shafi anasema elimu yangu natembea nayo mahala popote, lakini pesa huwezi kutembea nazo mahala popote. Unachukua kidogo tu kadri ya haja, lakini elimu unakwenda nayo. Sema ilmi ma'i ailama wajjahtu yanfa'uni, elimu yangu niko nayo popote ninapokwenda inanifaa. Qalbi lahu wi'a'u la batna sunduki, moyo wangu ndo chombo ambacho kimehifadhi elimu hiyo, sio mali iliyohifadhiwa katika sanduku. Anasemaje? Idha kuntu fil bait kana alilmu fihi ma'i, nikiwa ndani ya nyumba elimu yangu iko pamoja nami. Wa idha kuntu fi suqi kana alilmu fi suqi, na nikiwa sokoni elimu yangu iko sokoni. Pale nilipo mimi ndipo elimu yangu inaandamana nami pamoja. Basi anamwambia bwana, hawa usinitajie, sio watoto hawa, nimewapa, nimewasomesha, wana kila aina ya fakhri ya maisha, lakini hawana huruma na mimi. Leo itakuwaje wanazungumza kuhusu kunirithi wakati mimi mwenyewe bado niko hai? Sio watoto. Ndugu zangu, mambo haya kama haya yanatokea sana kama watoto hawakupata elimu ya dini, wakapaswa kujua haki ya baba yao. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا, wasomeshe watoto wamjue Mungu na wamjue mzazi nini thamani yake. Hatima yake sisi wenyewe tunakuja kupata shida sababu hatukuwapa elimu ya manufaa watoto, inakuja kuwa msiba kwetu sisi. Yuko daktari mmoja kule Canada, Muislamu, anasimulia kisa cha ajabu. Anasema aliletwa hospitali kijana mmoja kati ya umri wa miaka 25. Alipompima sana katika afya yake, akaona sijili yake, faili yake, jina Muhammad. Muhammad kaona ni jina la Kiislamu, na katika nchi zisizokuwa za Kiislamu Waislamu wanapoonana wanakuwa wanapendana, watu wote tu. Hata utaona katika nchi kama Tanzania wapo wageni, wale wageni wachache wanaunda umoja wao. Utasikia kuna umoja wa watu kutoka Mombasa, Kenya, kuna umoja wa watu kutoka Komoro, kuna umoja wa watu kutoka Yemen, kuna umoja wa watu kutoka Burundi, kwa sababu ni watu wachache katika nchi ya watu, basi wanaungana hivi, wanakuwa kitu kimoja, wanasaidiana, akifa, akipata shida. Sasa Muislamu anapomuona Muislamu mwenzake nchi za magharibi huko, anakuwa anaona kama anampenda. Sasa daktari alipoona Muhammad kijana wa Kiislamu, akamfanyia uchunguzi, akaona ana maradhi ya ukimwi, AIDS. Akasema maradhi hatari. Kaptafuta mzee wake, akaona anakaa na mama yake mzazi, hali yake ikawa mbaya sana pale hospitali. Akampigia simu mama yake mzazi, akamwambia mama, mtoto wako hali yake sio nzuri, kuna kuomba uje. Mama akasema sasa hivi nina shughuli kidogo, lakini nikipata nafasi nitakuja. Takaa baada ya muda, nasi akaenda akamuita daktari, akamwambia yupo mama amekuja na kutafuta. Mama alipokuja akaambia mtoto wako historia yake vipi? Sasa mtoto wangu mimi na yeye tumetoka nchi ya Lebanon, Arabuni, tumekuja tumehamia hapa. Kuanzia kufika hapa amepata mwanamke
kutoka hapa msichana anamsumbua sana, ndo mpaka amempa maradhi haya hatari. Kwa hiyo alikuwa kabla ya hapo yuko katika hali nzuri. Akamwambia basi sasa hivi tusizungumze mengi kwa sababu naona mwanao roho inaanza kutoka, yuko katika sakaratil maut. Simama pale pembeni, anza kumpa Qur'ani, msomee kidogo, mpe shahada la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, msomee angalau suratul Fatiha. Mama kauliza, suratul Fatiha mimi sijui kusoma. Akamwambia kwani sio Muislamu wewe? Akamwambia Muislamu. Sasa hujui suratul Fatiha? Hapana, sijui suratul Fatiha. Kwani husali? Akamwambia tunasali, lakini siku ya Eid mpaka siku ya Eid ndio tunasali sala zetu. Ina maana mwanao pia alikuwa hasali hapa chochote hajui. Akamwambia mwanangu nilimsikia siku moja anasema akishakuwa na umri wa miaka 50 ataenda Maka kuhiji. Sasa hivi ana miaka 23, akisema akifika umri wa miaka 50 ataenda Maka kuhiji. Nilimsikia nayo tamaa hiyo. Tazama ndugu zangu Waislamu, malezi yale ya mwanzo yale ambayo angepaswa mzazi kumpa mtoto wake, akajifahamu, akajua kwamba yeye hana guarantee ya maisha hayo. Leo amekuwa na ambition za hali ya juu, matumaini, matarajio ambayo hayamo mikononi mwa hii kazi ya Allah. Akamwambia wewe unafanya nini? Mtoto huyu umemlea vipi? Masuhulia makubwa unayo wewe mzazi. Leo tizama hali, hawezi hata kumsomea suratul Fatiha mtoto wake na kumlaqini shahada la ilaha illa. Daktari akaacha shughuli zake, akawa yuko pale sasa anamsomea yeye Qur'an. Akawa anaisoma Qur'an, anasoma Qur'an, anampa talqini ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Alipopata fahamu kijana, akamwambia daktari, stop, I can't. Naambia usisome Qur'ani hiyo, mbia kula la ilaha, nasema I can't, siwezi kusema la ilaha. Nasema yuko wapi nani? Anamtaja mwanamke wake hawala. Yuko wapi? Mwambieni aje. Analia. Mahala pa shahada anamtaka mwanamke wake. Mahala pa kusema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah anamtaja hawara wake alompa maradhi hatari ya ukimwi. Haya ni masuhulia ya nani? Ni majukumu ya nani? Wakati mzazi wewe una enjoy life, watoto hutaki kuwapa msingi, watoto hutaki kuwapa elimu, wakati Mungu amekufanya wewe ni kiongozi na atakwenda kukuuliza siku ya kiyama. Anasema kila mtu ataulizwa, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'anir ra'i. Nyote mnachunga na nyote mtaulizwa mlichokichunga, na kichunga cha mwanzo kinatakiwa kupewa elimu ya dini na elimu ya maarifa ya kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sufyan al-Thawri anasema la'ibhu sab'an, adibhu sab'an, sahibuhu sab'an. Wametuwekea mikakati ya kulea watoto. Mlee mtoto wako katika miaka 21, miaka 7 ya mwanzo mulaaba, wewe unacheza na watoto wako. Angalia dini yetu ya Uislamu ilivyokuwa nzuri, mpaka kucheza na watoto tunaambiwa. Mchezo upo. Mtizama Nabii Yaqub, watoto wake anamwambia ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun arsilhu ma'na ghadan yarta wa yal'ab. Lazima mtoto acheze, yarta wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun. Atacheza huyu na lazima ucheze. Rasulullah alikuwa akicheza na watoto na wajukuu wake. Anasema aliingia sahaba, amemwona Rasul amembeba mjukuu wake katika mgongo, alafu anatembea kwa mikono na magoti. Rasulullah sallallahu alaihi. Ni babu gani katika sisi anayefanya hivyo na watoto wake nyumbani? Anaweka mtoto wake alafu anatembea na magoti. Yule bwana akaingia akamwona Mtume, akasema anasema ne'ma rakbu rakibtuma, kipando chema mmepanda, mko katika mgongo mtukufu wa mheshimiwa, mtukufu wa daraja, bahati yenu nyinyi. Na Rasul akasema wa ni'mal farisani huma, hao ni wanajeshi hodari wako katika chombo hicho, wajukuu wake. Na mara nyingine anasali, anasikia mtoto analia, mama wanakuja na watoto. Mtume SAW anasali, anafupisha sala, haraka anaifanya sio refu sana, kwa sababu la yutiqu bukaa at-tifl as-saghir. Hawezi kusikia mtoto analia. Analia nini mtoto? Huruma.
akimpata mtoto anambusu Rasulullah. Mpaka mmoja katika masahaba wamekuja pale Wabedwi wanasema, inna li 10 min al-aulad ma qabaltu ahadan minhum, mimi na watoto 10 sijambusu hata mmoja wao, wewe unabusubusu ya Rasulullah? Akaambia naam. Wewe Mungu ameondoa huruma katika moyo wako. Lazima ucheze na watoto, ufurahi na watoto, ucheki na watoto, uende. Anasema siku moja kuna mmoja katika salafu saleh alikuwa anasali, kilemba chake kikadondoka chini. Wakati yeye amesimama kilemba kimedondoka, basi akainama kwa ajili ya kukichukua kilemba kile. Wale wakaanza kusema sala yake imebatilika, sala yake imeharibika, imamu vipi atainama aanze kuokota kilemba, amama kilemba kile. Yule akawaambia, al-amamatu akhaffu min al-umama, kilemba ni rahisi kuliko umama. Umama ni nani? Binti yake Sayyida Zainab, mtoto wa Mtume Muhammad alikuwa na mtoto anaitwa Umama. Mtume aliwahi kumchukua akambeba na akawa anasali naye. Ukisikia Mtume alisali akiwa amembeba mtoto Umama. Sasa anasema ikiwa Umama aliwahi kubebwa na Mtume na akasali naye, je, Amama ni rahisi? Kilemba hiki ni rahisi zaidi. Mbona Mtume hakubatilika sala yake? Yote ni mapenzi ya kuwapenda watoto. Kwa hiyo laibuhu 7, cheza na watoto wako kwa muda wa miaka 7. Kuanzia mwaka 0 mpaka 7 watoto wanataka kucheza, mnunulie vitu vya mchezo nyumbani, apate kuchangamka, ajenge mwili wake vizuri. Kisha adibuhu 7, mwaka wa 7 mpaka wa 14 mpe adabu. Na adabu hapo inakusudiwa taalimu, kusudia aende shule, ende madrasa, apate elimu zote. Tena watu waseme kuna elimu ya dini na elimu ya dunia, elimu zote apate kusoma, kwa sababu Mwenyezi Mungu aliposema iqra bismi rabbika alladhi khalaq, soma. Hakusema elimu ya dini wala ya dunia, soma kwa ajili ya Mola wako. Elimu yoyote iwe kwa ajili ya Allah, ili tupate kusalimika na shari za hii dunia. Lazima tuwe tunajua elimu zote. Kwa hiyo mtoto asome miaka hiyo 7 yote na ajue tabia njema. Watoto wa Kiislamu wawe wanasifika kwa tabia njema. Alikuwa hana tabia, huyo hapaswi kuwepo katika umma wa Kiislamu, kwa sababu Uislamu ni tabia. Innamal mu'min, sema al-mu'min al-muslim man salima al-muslimuna min lisani wa yadi. Muislamu wa kweli ni yule ambaye waislamu wenzake watasalimika na shari za mkono wake na shari za ulimi wake. Lazima waislamu wenzako wapate salama na mkono wako na ulimi wako, maana uwe na tabia nzuri. Na hizo huwezi kuwa nazo kama hukufundishwa, hukwenda madrasa, hukwenda shule, kusikiliza mashekhe na durus nafi'a. Miaka 7 mpaka 14 taalim na adab. Miaka 14 mpaka 21 sahibu 7, mfundishe sasa kama ni biashara, mfundishe kama kumpa majukumu madogo madogo, ipanuke akili yake, safiri hapa, rudi hapa, weka hapa, simamia hiki, apate kuona dunia na majukumu mengine. Utaona huyu mtoto anakuwa vizuri, na mwisho wa yote unakuwa wewe mwenyewe unafurahi umezaa mtoto kweli. Sio baadaye unasema bora hata nisingepata. Mtoto gani huyu? Alisikilikana bedui mmoja anasema, inna baniya kullahum kalkilabi, watoto wangu wote ni sawa sawa na mbwa. Bedui anaulizwa kwa nini? Anasema abarruhum ilayya ashadduhum bisabbi, yule mzuri wao ndo anatukana kuliko wote, huyo ndo mzuri, sikwambii yule mbaya alia. Kisha anasema ya laitani mutu min ghairi aqbi, bora ningekufa mimi bila ya kuacha mtoto nyuma yangu, bora nisingekuwa na mtoto wa kunirithi. Ya laitani kuntu aqima sulbi, bora ningelikuwa mimi ni tasa, sijazaa mtoto yoyote. Kuna baadhi ya wazee wanatamani wasingekuwa na watoto aina hiyo, na wapo watoto wengine ni bora mtu aseme nisingekuwa na mtoto kuliko kuwa na mtoto na, kwa sababu pia wewe mwenyewe umechangia kwamba hukumpa majukumu haya mapema, hukumfundisha haki. Siku moja Saidna Umar alishtakiwa. Bwana mmoja alikuja akamwambia, mwanangu unamjua? Anambia na, yule amenipiga kibao. Mwanao amekupiga? Na. Akamwambia muite. Saidna Umar kamuita mtoto, akamwambia kwa nini umempiga baba?
Akamwambia mimi nina makosa ndio Amirul Mu'minin, lakini na yeye ana makosa vile vile. Nini makosa yake baba yake? Mimi kosa langu moja, nimempiga yeye kibao, lakini yeye ana makosa aina tatu. Makosa gani? Anasema kosa la kwanza, baba yangu hakunitafutia mama mzuri alipotaka kuoa. Aliokota tu barabarani pale, huyo njoo mke wangu twende, basi nimezaliwa. Kosa lake la pili, nilipozaliwa hakunipa jina zuri. Kakuita nani? Kaniita Khumfasa. Khumfasa ni dudu mavi, kuna dudu lingine linachukua choo hivi linapeleka peleka, ndo maana yake. Na kosa lake la tatu, hakunipa elimu yoyote hata nikajua thamani yake ni thamani gani. Ameniacha kazi yangu mimi kuchunga ng'ombe, mbuzi, kondoo huko. Sayyidina Umar akasema ndio maana sasa kakufikiria na wewe ni ng'ombe katika hao, amekupiga kibao. Wewe una majukumu, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iya. Na ndio maana ukitaka kutengeza janna, anza kutafuta mama mzuri wa watoto wako, atakaye kulelea watoto wako vyema, na wewe mwenyewe utakuja kupata heshima kutokamana na kile kizazi. Sio unatafuta sema takhayyaru linutfikum fa inal 'irqa dassas, tafuteni mahala pa kuweka mbegu zenu, kwa sababu sio kila mahali tu unalima. Tafuta ardhi yenye rutuba, na tafuta mke mzuri, tafuta mke ambaye nasaba yake ni nzuri, ana heshima, anajua utu. Sio unaenda kutafuta maadamu mzuri mrembo, akicheka na macho yake yameingia ana dimple, wanasema macho yake, ungesema huyu ndo mke bora. Abada. Akhlaq, tabia, murua, upate kizazi chema baadaye. Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakapo kukupa elimu, atakapo kukupa maarifa, amekuzawadia heshima kubwa, amekuzawadia neema kubwa katika dunia hii. Na iwapo umekosa elimu, umekosa hekima, wewe umekosa neema kubwa. Ndio maana Allah akasema waman yu'tal hikmata faqad utiya khairan kathira. Ujue thamani ya kitu ili upate kukithamini. Tamaliza mazungumzo haya kwa mzee mmoja. Yeye alikuwa muadhini, alikuwa anajua thamani ya adhani. La ajabu ni kwamba yeye alikuwa na uwezo, ni mtu tajiri. Mara nyingine sisi tunaona watu wenye kuja kusalisha hawana uwezo, wenye kuadhini ni watu maskini, labda watu wakafikiria hizi ni kazi za watu wanyonge. Lakini Mtume asema almuadhdhinu mu'taman, muadhini anaaminiwa, kwa sababu huwezi kuvunja saumu yako mpaka usikie. Sasa tayari wanakuamini watu. Na lao ataingia hapa ataadhini saa 12 tu, watu wanaweza kuvunja, kwa sababu wanajua yeye hawadanganyi watu hata kama kasahau. Na pia Mtume anasema atwalun nasi unuqan yawm al-qiyamah, watu wenye shingo refu siku ya kiyama. Na usiogope ukasikia shingo refu kafikiria kama ya twiga, hapana. Yani ni kinaya, watu watakuwa wanaona mbali mahali wengine hawaoni siku ya kiyama, wenye kuadhini. Kwa hiyo wenye kuadhini wana daraja kubwa, daraja ambayo Mungu amewaeka ni kubwa. Kwa hiyo yupo mtu alikuwa tajiri, lakini alikuwa yeye kazi yake anayoipenda ni adhani. Siku moja alipata maradhi, akakaa kitandani kwa muda mrefu, akawa hawezi hata kwenda msikitini kuadhini. Basi kitu kilichokuwa kinamsumbua katika maisha yake ni kukosa fursa ya kuadhini. Hata siku moja akamwomba Mwenyezi Mungu huku analia, ya Rabbi, mimi nimefanya dhambi gani mpaka umeniweka mbali na mikrofoni ya adhan? Pengine kuna dhambi nimekukosea mimi, umeniondoshea hii neema ya adhan. Kama nilipokosa lolote, naomba unisamehe ya Rabbi, nirudi tena katika adhan. Akisikia adhana huko anaumia kwamba kwa nini siye yeye mwenye kutoa adhana hii, kwa sababu alilelewa vile kutokea na wazazi wake apende vitu kama vile. Siku moja salatu al-asri imeadhiniwa, akanyanyuka katika kitanda. Wazee watoto wakaona ajabu, ameondoka kitandani wakati hawezi kutembea. Ameenda zake pembeni ya chumba chake, akaelekea kibla, akaeka masikio ya mikono yake katika masikio, akasema Allahu akbar, Allahu akbar, akaanza kutoa adhan. Watu nyumbani wakaanza kufurahi, mzee ameanza kupoa.
wakaanza kukusanyika wanamtizama, anaendelea ashhadu an la ilaha illa Allah, anaendelea mpaka alipofika la ilaha illa Allah, mzee alianguka chini katika kitanda chake. Wakifika wakimtizama, roho imeshatoka, imetangulia mbele, amekufa katika wadhifa na kazi yake alikuwa akiipenda. Amepata nafuu ya kwenda kutoa adhana tu, Mungu ametakabali dua yake, ameondoka katika dunia. Kilima cha mwisho ni adhana, hayya ala salah, hayya ala falah. Malezi bora hayo yanampeleka mtu mpaka kuondoka akiwa salama katika hii dunia. Wazee wangu, vijana, tufahamu kwamba majukumu yetu ni makubwa, na iwapo watoto wetu hatutowalea katika misingi maridadi ya dini, sisi ndio tutakuwa mas'uli. Na sio mas'uli tu, tutalipa thamani ya ujinga wao na tabia zao mbaya watakapokuwa hao watoto. Sisi ndio tutapata tabu, na sisi ndio tutapata furaha ya kila mahali tunataka kuwaambia watu, huyu ni mtoto wangu, huyu nimemzaa mimi, huyu ni mtoto wangu mimi. Tutaona fakhri kutangaza hivyo, kwa sababu wamekuwa katika misingi iliyokuwa maridadi. Mwenyezi Mungu atupe akhlaq njema, tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma inna natawajjahu ilayka fi hadhihi as-sa'a wa la'allaha sa'at al-ijaba. yassir alayna umurana, umur ad-dunya wal-akhirah, waqdi jami'a hajatina ya 'alim sirri minna, la ta'tik as-sitra 'anna wa'afina wa'fu 'anna wa kullana haythu kunna. اللهم أخرجنا من الشقاوة إلى السعادة ومن الإهانة إلى الكرامة. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم جنبنا سيء الأخلاق، إنه لا يهدي سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم والعفو منكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين. وحيي أمهات المسلمين بتحية الإسلام، تحية المباركة، تحية الأخوة والمحبة، وهي السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baada ya kumshukuru Allah jalla jalaluhu na kumtakia rehema na amani kipenzi cha umma bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ni furaha kwangu kwa mara nyingine tena kufika katika Bujumbura na kuongea na mama zetu wa Kiislamu pamoja na dada zetu. Ni sharafu kubwa kwangu kukaribishwa na mudarrisun na mashekhe tulikuwa hapa mbele. Mwenyezi Mungu awabariki, awajaze karimu huu uwe unazidi na zaidi na zaidi. Na Mwenyezi Mungu inshallah ajalie kikao hiki kiwe ni kikao cha kheri, na mema yetu tuyaone siku ambayo watakusanywa wale wa mwanzo pamoja na wa mwisho. Namuomba Mwenyezi Mungu vile vile atakabali saumu zetu, atakabali ibada zetu zote nyingine ambazo tunazitenda katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Mama zangu watukufu, leo tutaongea juu ya mada muhimu sana katika maisha ya wanawake wa Kiislamu. Mada iliyokuwa na anwani inayosema malezi bora katika dini. Mtu yeyote ambaye leo anasifika kwa tabia njema, yeyote ambaye leo watu wanampenda kwa ukarimu wake, wanampenda kwa lugha nzuri anayotumia, wanampenda kwa sababu anasaidia wenzake,
wanampenda kwa sababu anawajali watu. Mtu yoyote mwenye tabia kama hizo, tusije tukasahau kwamba huyo amelelewa, amepata malezi. Hazikushuka sifa hizo tu kutoka mbinguni akavishwa kama vile unavyovaa kofia au kanzu. Hakupata tu mtu jambo lile kwa bahati mbaya tu, isipokuwa kuna kazi ilifanyika juu yake mpaka mtu huyo akabeba sifa ya kuwasaidia wenzake, sifa ya kuwa mkarimu, sifa ya kuwa mvumilivu, sifa ya kuwa msaidizi, na sifa ya kuwa mwenye kusema maneno mazuri kwa wanadamu wenzake, na sifa ya kutowadharau, na sifa ya kuwaheshimu wengine. Hiyo kazi tujue ilifanywa na watu wawili, lakini wawili hao aliyekuwa na kibarua kigumu zaidi cha kuifanya kazi hiyo ya kumlea ni mama katika jamii. Ndio maana wenye kusema wakasema almar'atu nisfu almujtama, mwanamke ni nusu ya umma, anakamilisha nusu ya umma. Pia wenye kumthamini mwanamke wakasema al-ummu madrasatun in a'dadtaha a'dadta sha'ban tayyib al-araqi. Mama ndio shule, mama ndio college, mama ndio university. Ukimchunga mama, ukimhifadhi mama, ukimweka vizuri mama, ukimlea vizuri mama, kwa maana kwamba mtoto wa kike kuanzia mwanzo unavompa malezi mazuri mpaka akawa na yeye ni mama, ina maana umeelimisha jamii yote, kwa sababu watu watagraduate kutoka katika mikono yake. Yeye ndo chuo kitakachotoa waalimu, kitakachotoa wanafunzi, kitakachotoa madoktora, kitakachotoa kila aina ya mambo ambayo yanatarajiwa kuendesha ulimwengu.